Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndugu zangu, katika siku hii ya leo biidhnillahi alkarim, insha Allah, hebu twende tukaone kisa kipya kabisa kwa kipindi hichi. Lakini kisa hichi ni kisa ambacho ni hakika kabisa, na mimi binafsi niliwahi kukizungumza kisa hichi katika chaneli yetu ile ambaye ilikuwa imekwisha kufa. Kwa hiyo hivi tunakirudia tena kisa hichi, kisa chenye mazingatio makubwa. Ninaamini watu wengi bado hawajakisikia kisa hichi, lakini kisa hichi ni kisa ambacho kimetokea kweli kabisa na wala hakina mashaka ndani yake. Kinasema alipendwa na jini kwa kufanya haya, pesa mali zikajaa, akaanza kukutana na haya. Sasa hebu twende ukafuatilie kisa hichi vizuri kabisa. Bila shaka kuna vitu muhimu sana ambavyo utakavyokwenda kuvijua, nawe upate kuwa na tahadhari au upate kuongeza nini katika mipango yako, aidha katika maisha yako. Moja kwa moja twende tukaanze kisa chetu. Nafikiri ilikuwa ni tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2017, siku ya Alhamisi kuamkia Ijumaa, Nairobi, sehemu inayoitwa Makadara, ndipo nilipokutana na kijana aitwaye Yusuf Shaha. Ni kijana huyu kutokea Kilwa Kisiwani, aliyekulia Lindi, kisha akaishi Dar es Salaam kwa muda mrefu sana. Familia yao haikuwa watu wa dini kabisa, japo walikuwa na majina ya Kiislamu, lakini dini kwao ilikuwa imewatupa mbali sana. Alikuwa kwa shida sana, na ndio maana hakuchagua kazi, yani kazi ya kufanya hakuchagua bwana Yusuf Shaha. Aliwahi kuwa mpiga debe wa daladala zinazotoka Rangi Tatu kwenda Tandika, na wakati mwingine daladala za Kariakoo kwenda Gongo la Mboto. Alikuwa muaminifu sana Yusuf Shaha, haswa kwenye kazi. Ndio maana matajiri wengi kwenye magari walimpenda sana kwa tabia zake na kumtamani kuwa naye katika mifumo ya kikazi. Wazazi wake waliishi maisha ya kimaskini sana, lakini walitumaini ipo siku Mola atawafungulia milango yake ya riziki. Sehemu walioishi ilikuwa ni uswahilini sana, lakini si sana kivile. Yani uswahilini tu, lakini sio ile kivile, hapana. Ni mji ambao ulikuwa unakuwa kwa kasi, kama vile mji mpya wenye kuanza kujengwa majengo kwa kasi mara kwa mara, tena wenye mandhari nzuri kabisa, mandhari nzuri sana na tambarare. Ni maeneo ya Chamanzi, maeneo ya Saku kule. Ukiwa unatoka Mbagala unakuja mpaka sehemu inayoitwa Mzambarauni, kisha unaingia njia ya kwenda Saku. Nyumba ilikuwa ni ya kawaida ya kina Yusuf Shaha, ambayo isio na umeme, na ilikuwa haijafanyiwa finishing bado. Yani nyumba yao ilikuwa ni bado tu nyumba tu, ili mradi haina finishing. Ndani hakuna tiles, gypsum wala chochote. Yani kwa kifupi, finishing kamili bado haijafanyika katika nyumba hiyo. Basi siku moja kwa hali kama hiyo, tunasema kwamba nyumba yake, kwa kuwa au nyumba ya kwao ilikuwa haina finishing,
Lakini tunaweza kusema kwamba katika familia yao walijiwekea desturi kwamba hawawezi kulala mpaka wachome udi, na mara nyingi walikuwa wakichoma udi ambazo nyingi zinazotoka India, kama zile sai flora, swini nini flora, zile ndizo walizokuwa wakizipenda sana udi zile. Walidumu na desturi hiyo kwa muda mrefu sana, yani kila ikifika usiku wakati wanakwenda kulala ni lazima waweze kuchoma udi. Yani hii walijiwekea utaratibu na mpaka ikawa ndio mazoea. Yani ikawa mtu akilala bila kuchoma udi anahisi kama usingizi hauji bila kupata harufu nzuri ya udi. Basi walipenda kutumia sana udi za India, zile za vijiti, pamoja na hizi pia za kuchoma kawaida. Siku moja wakati Yusuf Shah amejipumzisha nyumbani siku ya Jumapili, basi jirani kwao kulikuwa na ngoma ya kuwatoa wali ndani. Nikisema wali ndani ni kwa wale ndugu zangu ambao hawajui mambo ya kipwani pwani. Mambo ya kipwani pwani huwa watu wanapiga ngoma kuwatoa wali. Wali manake ni wale mabinti ambao bado hawajabaleghe. Wanafanyiwaga sherehe wakishaanza kufikia ile desturi ya kubaleghe, wanafanyiwa sherehe na wanaitwa wanawali au mwali. Basi wale hufanyiwa sherehe na kutolewa na kufundishwa mambo mbalimbali. Mambo hayo yameshamiri sana katika upande wa sehemu za pwani pwani. Kwa hiyo jirani ya nyumba yao kina Yusuf Shah kulikuwa kuna ngoma ya kuwatoa wali watolewe ndani. Mnajua tena mitaa ya Uswahilini, aliamua Yusuf Shah naye ajumuike na wenzake. Kwa hiyo alikesha Yusuf Shah siku hiyo, na yeye alirudi ngomani usiku. Alirudi kutoka katika hizo ngoma majira ya usiku sana, lakini wakati huo alikuwa amechoka na ana usingizi mwingi sana. Lakini kama ilivyokuwa desturi, hakuweza kulala mpaka achome udi. Kwa hiyo alichoma udi na ilikuwa inakaribia ni kama nyakati za alfajiri hivi. Alichoma udi, kitu ambacho tunaweza kusema pengine alikosea au alipatia. Alitamka maneno wakati anachoma ule udi. Siku hiyo hakuwahi kuchoma udi kwa kutamka maneno, lakini siku hiyo akaamua kutamka maneno akiwa anauchoma ule udi. Akasema maneno haya ya kwamba najua kila kitu hutengenezwa kwa makusudio yake, lakini mimi niliwahi kusikia zamani kwamba udi huwavuta majini, lakini mimi nataka kuwavuta majini wenye pesa ambao mmehudhuria hapa. Najua nyinyi mkichomewa udi mnakuja, lakini nataka majini wenye pesa, wale ambao tayari mko hapa na mmehudhuria hapa. Mwamba anawataka majini wenye pesa. Kisha akasema, naombeni mpokee zawadi hii, kisha na nyie mnipe mlichojaaliwa na Mola. Baada ya kutamka maneno hayo, alilala usingizi. Wakati amelala sasa, kukaribia na nyakati za asubuhi kama saa 12 hivi, ndipo ilipomjia ndoto ya ajabu kabisa huyu Yusuf Shah. Kwa kweli haikuwa ndoto haswa, kwa kuwa alikuwa amelala usingizi ule wa mang'amng'amu, yani nusu usingizi nusu mzima, kama vile kalala hajalala. Basi akajiwa na ndoto ambayo haielewi ni ndoto ama ni kweli. Kwa hiyo alikuwa anaelewa kila kitu katika ile ndoto.
Basi ndani ya ile ndoto alikuja mzee mmoja mwenye mvi, akampa mkono, kisha akampa pesa za sarafu, kisha akamwambia, nashukuru kwa zawadi yako, na wewe pokea zawadi yetu. Basi alivyopokea tu akastuka kutoka usingizini. Alijaribu kulala ili pengine labda aipate tena ndoto hiyo, ajue nini kilichokuwa kinaendelea, lakini hakupata usingizi tena. Aliamka, akaoga, akapanda gari inayoelekea Rangi Tatu huko kazini kwake. Alifika ili kuendelea na majukumu ya siku hiyo. Basi siku hiyo hawezi kuisahau maishani mwake, maana walipakia abiria siku hiyo wengi sana. Yaani walikuwa wakigusa tu gari inagombewa, utafikiri hakuna gari zingine. Basi walipakia abiria siku hiyo kutoka Rangi Tatu kwenda Kawe. Lakini siku hiyo yeye alikuwa anachukua pesa kwa abiria, yaani kondakta kama unavyojua anaanza kukusanya pesa. Wakati zoezi hilo linaendelea, daladala imejaa kweli kweli, yaani ile gari ya abiria imejaa vibaya mno, imejaa sana. Maana watu wengine wamekaa, wengine wamesimama, kiasi kwamba hata ukitaka kupita ni shida, jinsi ile gari ilivyokuwa imejaa. Basi sauti ilisikika inaita, kondakta, konda, kuna shida huku. Hiyo sauti nasema huku kuna shida. Konda Yusuf Shah anauliza, shida gani tena jamani? Wakamwambia, we njoo kwanza uisikilize hiyo ni shida gani, manake atoke huko alipotoka apenye kwenye lile basi mpaka afike kule ambapo anapoitwa. Hicho ndicho kilichotokea. Basi akaenda kule alipoitwa, akamkuta mzee, mtu mzima, ana mkoba wa ngozi mweusi, akiwa amejiinamia, lakini anaongea kwa shida kabisa kabisa. Yaani ile sauti yake anaitoa chini chini, huku ana shida, anaonekana anaongea kwa tabu sana, huku akiwa ameshika tumbo. Akasema kwa sauti ya chini ya kwamba, kijana, nisaidie, niteremke tu nijisaidie, naumwa sana na tumbo mwanangu. Konda akamjibu, sisi tuna haraka, na kwa vile bado haujalipa nauli, shuka tu, alafu ukimaliza haja yako utapanda gari nyingine. Konda akaona kuliko kumsubiri, na maana atatengeneza ugomvi na abiria, kwa hiyo yeye ashuke na wao wawai katika safari yao, ili mradi kukimbizana na hatua tena za pesa za asubuhi. Kisha yeye atapanda gari nyingine, kwa sababu hata nauli alikuwa hajalipa. Konda akamfanyia ihsani, kamwambia, nenda kamalize haja yako, kisha utapanda gari nyingine. Basi wakati huo gari ilikuwa imefika Mtoni Mtongani, kituo kimoja kinaitwa Mtoni Mtongani. Akamwambia, nina mtu humu. Yule mzee anasema, nina mtu humu, nishikie mkoba wangu, narudi baada ya dakika 10. Yaani humu kwenye gari niko na mtu, kwa mimi naomba tuwe unisubiri, kwa sababu mimi nashuka, lakini kuna mwenzangu niko naye, tunasafiri naye. Sasa unisubiri, baada ya dakika 10 mimi nitakuwa nimerudi. Sasa kondakta ana wasiwasi, kama unavyojua tena, tukae dakika 10 hawa abiria watanielewa kweli? Basi ghafla abiria wakamwambia, konda, jali ubinadamu na sio pesa, sisi tupo tayari kusubiri dakika 10, sio nyingi. Dereva akapaki gari, wakawa wanapiga debe huku wakimsubiri mzee. Abiria wakauliza,
maana mzee akawa amechelewa sasa, 10 mara 15 mara 20. Kwa heshima ya mzee kapewa dakika zote, lakini haonekani. Abiria wakauliza, hebu yule ambaye ni ndugu yake yule mzee, tunaomba ajitokeze ili akabidhiwe huu mkoba wa huyu mzee aliokuwa nao, mkoba wa mzee ambao mpaka muda huo alikuwa nao kondakta. Kisha akaukabidhi kwa dereva ili aendelee kuchukua nauli. Ikabidi ule mkoba ukabidhi kwa dereva aendelee kuchukua nauli na aondoke, maana ikaonekana kwamba hata yule inaonekana aliyekuwa naye katika gari yule mzee hakuwepo. Kumbe mzee alikuwa yuko peke yake, hakuwa na mtu yoyote, alikuwa yuko peke yake katika gari. Kwa hiyo akamuhitaji mtu ambaye alikuwa na mzee, lakini hakuonekana. Kwa maana hiyo inaonesha dhahiri kwamba mzee alikuwa yuko peke yake. Basi wakati huo wakaendelea na safari kuelekea Kawe. Walipofika Kawe wakateremsha abiria, kisha wakarudi. Lakini cha ajabu, hawakuutilia maanani ule mkoba. Kwanza kabisa waliusahau mpaka usiku kabisa, wakati wanafunga zile hesabu zao ili kila mmoja apate kuondoka kwenda kulala, ndio dereva akakumbuka kumwambia konda, nenda na huo mkoba uhifadhi mwenyewe, nenda kauhifadhi mwenyewe nyumbani kwako. Huyu mwenye mkoba huu akitokea tutaurudisha, ondoka nao. Maana kimkoba chenyewe kilikuwa kinaonekana tu ni kimkoba cha kizee kichafu tu. Kwa hiyo basi wewe kondakta wangu, hebu nenda nao nyumbani kwako, inshallah siku mzee akijitokeza tutamkabidhi mkoba wake. Basi sawa, Yusuf Shah akaondoka na ule mkoba. Alirudi nyumbani, ule mkoba akauweka juu ya meza, maana alikuwa ameudharau sana. Alijua hauna chochote zaidi ya nguo mbovu tu, nguo za kizee. Baada ya kula, lakini mkoba anauona mbele ya meza, aliamua kuufungua ule mkoba wa ngozi ili kuweza kubaini ndani ya huu mkoba kuna nini. Maana anajua tu ni vitu vya ajabu, lakini hebu ngoja ni ufungue mkoba nijue una nini. Maskini ya Mungu, mkoba wa hichi kizee kimeusahau. Je, mkoba wake una kitu gani? Ndugu zangu, hapa naomba tufikie mwisho. Tutakuja kuendelea na sehemu ya pili kujua baada ya Yusuf Shah kuufungua ule mkoba, ndani ya ule mkoba ulikuwa una nini na nini kilichotokea katika ule mkoba. Mambo sasa ndo yanakwenda kupamba moto juu ya kisa hichi. Ndani ya mkoba kuna nini? Inshallah usiache kusubscribe, usiache kushare na wenzako wakapata kujifunza mengi katika mengi ambayo tumekuwa tukiyafunza katika darasa zetu hizi. Wala afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.